Wananchi wameaswa kuwajali na kuachana na vitendo vya unyanyapaa dhidi ya wagonjwa wa kifafa, kwani asilimia kubwa ya wagonjwa hao hushindwa kupata ushirikiano kutoka kwa familia na jamii zinazowazunguka, jambo linalosababisha kuchelewa kupata matibabu na kufika hospitalini wakiwa katika hali mbaya zaidi kiafya. Kuacha unyanyapaa na kuwanyima haki watu wanaoishi na kifafa. Watu tunafahamu akianguka kwenye basi watu wanatamani washuke na basi, si kweli? Rai hii imetolewa na Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi wakati wa maadhimisho ya Siku ya Kifafa Duniani inayofanyika leo Februari 9, 2026 katika Hospitali ya Taifa Muhimbili MNH. Akianguka shuleni watoto wanamkimbia. Tunatakiwa kuondoka sasa kwenye kuwakimbia ili twende kwenye kuwasaidia wanapopatwa na tatizo hilo. Tunafahamu kifafa nacho sijui kikoje, kinapenda mkusanyiko. Kweli uongo jamani? Profesa alitufundisha kuna vitu vinachangia pale kukiwa na watu wengi, kukiwa na mataataa yale, si ndio? Kinapenda heka heka kama hizo. Kwenye watu wengi ndio kinamtokea. Kwa hiyo mimi na wewe tusimame imara kuelimisha jamii kwamba kinapotokea, iwe ni shuleni, iwe ni kwenye sherehe, iwe ni kwenye mkutano wa hadhara, badala ya kuwakimbia basi tuwasaidie, wanahitaji msaada huu, na kusisitiza kabisa kwamba ugonjwa huu hauambukizi. Dr. Samizi amesema kuwa wizara imeandaa miongozo na taratibu mbalimbali kuhakikisha kuwa wagonjwa wa kifafa wanaishi katika mazingira salama na yenye staha. Mtu akipata kifafa anaenda kuombewa, anajua tayari kifafa kitafanya nini? Kitaishi. Akipata kifafa anakwenda kwa mganga. Amesema hapa baba yetu profesa, 70% wanakuja hospitalini baada ya mwaka, after first episode, ambapo angewahi tungeweza kumsaidia. Kwa nini? Uelewa. Nani atamuelewesha? Ni mimi na wewe tuamue kuwa champion wa kifafa, tutoe elimu, na mimi nawahakikishia sisi kama wizara mtatuona. Tutajitahidi kutoa elimu ya kifafa kwa kadri tunavyoweza ili watu wawe na uelewa. Wajue tu wanapoona dalili ya kifafa waende hospitalini, kwa sababu watapata matibabu ambayo yatawasaidia wawe sawa na waendelee na maisha mengine, mbali na kuanzia kwa waganga ambapo wanachelewa, wanafika hospitali tayari kifafa kimeisha kuwa kifafa sugu grandma.